katika madhabahu yake kwa ajili ya kuzungumza kile kilicho chake, ili neno lake liweze kutuponya, kutufungua, kutuuisha na kututengeneza upya. Mungu ambariki sana watumishi waliotangulia. Mungu awabariki sana kwa kukaribisha uwepo wa Mungu katika ibada hii kwa somo la awali. Mungu awabariki sana, hakika tumepokea. Naomba neno hili likafanyike uamsho ndani ya mioyo yetu, likatubadilisha na kututengeneza kiupya, tukaonekane hakika ustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, hakika mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Ninakushukuru mfalme wa wafalme, Shaddai, Hosana, Shama, Elohim, kwa neema yako na wasaa huu Bwana. Tubarikia katika neema lako Bwana, tukikuadhimisha tukiwa wazima wenye uhai pumzi. Hakika Bwana Yesu Kristo ni kwa neema yako pekee. Kama alivyosema Bwana kwa Zakaria sura ya 4 mstari wa 6, sio kwa akili zetu, sio kwa fahamu zetu, isipokuwa Bwana ni kwa neema yako pekee umetubarikia. Tunakushukuru mfalme wa amani kwa kuiona siku hii. Tunakushukuru mfalme wa amani kwa ulinzi wako hata tulipotoka katika ibada ya kwanza hata wasaa huu Bwana, umetulinda na kutukinga na kila ajali, umetukinga na kila mapando ya adui. Hata tumefika katika hema lako Bwana tukiwa wazima na buheri wa afya. Mfalme wa amani, tazama katika ibada hii na wasaa huu Bwana, tunapoenda kutafakari neno lako kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tunakataa kwenda katika hali ya mazoea. Tunaomba Bwana Yesu Kristo, Roho wako kiongozi, awe taa ndiye njia ya kutoka katika neno hili Bwana, ambalo asubuhi ya leo umetamani kusema nasi Bwana. Bwana Yesu Kristo, teka kila moyo ambao Bwana umejihudhurisha katika ibada hii, gusa katika hili neno ambalo Bwana utasema nasi leo hii, likatoe chachu kutubadilisha na kutuponya nafsi zetu, miili na roho, tukapate nafasi mpya ya kutengeneza na kutufufua mmoja nawe Kristo, tukatengeneze pale ambapo Bwana panapobomoka. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, gusa kila nafsi ambayo Bwana anapata kibali iliyomo ndani ya hema hili hata nje, wakapokea neno lako kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu, ukawawezeshe Bwana kutengeneza na kujua ile ukweli yako katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye pumzi anaweza akaandika somo ambalo Roho Mtakatifu ametupa siku hii njema leo, anaweza kaandika revival ama uamsho. Revival ama uamsho. Maneno haya huwa tunayasikia katika baadhi ya makanisa. Tunasikia hili ni kanisa la revival, tunasema kanisa la Revival Church ama kanisa la revival na revival. Uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya kitu ambacho tunatamani nizungumze ni kwamba kanisa lolote linaomtafuta Mungu katika roho na kweli linapaswa kuishi katika uamsho. Uamsho unapopungua katika huduma, unapopungua katika kanisa, huwa inasababisha kudhorotesha maendeleo ya huduma ya Mungu katika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Uamsho. Kanisa linatakiwa liwe na uamsho wa hali ya juu. Wamekuja walimu wa Pentatuki kule, wamekuja kutufundisha. Walimu wa Pentatuki wamekuja na kuna semina ambayo tulipata wiki iliyoisha. Wengi walikuwa wanakuja wanatufundisha namna ya kuishi kama kanisa. Japokuwa walikuwa pale watumishi wa Mungu, walikuwa pia na watu wengine ambao walikuwa katika huduma hii, tulishirikiana nao Kondoo wa Bwana Yesu Kristo nao pia walikuwepo, tukashirikiana nao kwa pamoja kukula kile ambacho watumishi wa Mungu waliokuja katika semina hiyo wamekuja kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Na imekuwa ni baraka, lakini Roho Mtakatifu aliniwezesha sema nao akasema na watu wangu kupitia hiki kitu ambacho hata watumishi wa Mungu wanasema nao. Kikubwa ambacho kinanenewa hapo ni uamsho. Kanisa limepoteza uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kurudisha uamsho. Uamsho urudi tena. Tunapoona kuna kupwa na kujaa, kuna maana ya kwamba hatujakaa vizuri kwenye uamsho. Watu wanapaswa wajue kwamba eneo hili kweli kuna nguvu ya Mungu ya kweli iliyo hai, anafanya kazi na anatenda. Lakini tunapoteza kwa sababu hakuna uamsho. Kikubwa tunatakiwa kufahamu kwamba uamsho ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Uamsho ni nini? Kwanza bidi ufahamu kwamba kanisa lina haja msingi kuwa na uamsho. Uamsho ni kurudishiwa uhai. Tunasema linarudishiwa uhai. Pale ambapo linakopa linaonekana kama limesinzia ama limelala, linatakiwa lirudi katika uhai tena. Linarudishiwa ufahamu. Hali ile asili ya kanisa inatakiwa irudi namna kanisa linapaswa liwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisa yamebaki katika hali ya mazoea pekee. Nguvu tena ya uamsho imepotea. Mungu ninasemaje? Natafuta duniani angalau nione hata mtu mmoja anayemtafuta Mungu. Hakuna, wote wamepotoka. Hakuna uamsho. Anaangalia achungulia duniani kuna kanisa, anakuta hamna kanisa. Watu wapo kwenye mazoea, wapo watu kwenye kupokea.
Makanisa ambayo yanatakiwa kusimama kwenye zamu zao hayasimami tena. Yameruhusu waumini wao kutoka na kukimbilia kwenye mazoea. Kwa nini wanakimbilia huko? Kwa sababu umeona kwenye makanisa yao hakuna uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Uamsho unapaswa uwe uamsho wa kiroho. Nguvu za kiroho zinapaswa ziwepo katika kanisa. Kanisa sio tu jengo, bali kanisa pia mtu. Wewe mtumishi wa Mungu unapaswa kuwa na uamsho ndani yako. Unafukuta ujazo wa Roho Mtakatifu muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kuwa na uamsho wa kiuchumi. Uchumi wako unaamka tena. Unaposema nimeokoka na kila siku sasa Bwana amekuza maisha yangu, tunataka tuone mabadiliko. Tuone uchumi wako unakuwa, tuone afya yako inakuwa, tuone Mungu anavyozidi kukutumia kwa kiwango kikubwa. Lakini tunapokuwa tuoni, maana tayari uamsho umefifia. Kanisa kama kanisa linapaswa kuwa na viwango vya kiuchumi ambavyo vinatakiwa viwepo na viinuke. Bali na kutegemea sadaka za waumini, lakini inatakiwa kuwa na vitega uchumi ambavyo kanisa linatakiwa lijiendeshe. Lakini kuna pahala ambapo kanisa linasimama na kutegemea tu vya madhabahuni, kwa sababu kuna pahala hakuna uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watumishi wengi tumekuwa tunaishi katika hali ya lalamiko. Tunafanya nini? Tunakuwa hichi kwa sababu gani? Hakuna uamsho. Unapokuwa kuna uamsho wa nguvu ya Roho wa Mungu isiyokuwa ya kawaida, hakuna haja ya kumhubiria mtu injili. Atakapoona tu katika kanisa nguvu ya Mungu inatembea, yeye mwenyewe atakuja. Uamsho. Kanisa linapoteza uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linatakiwa liwe na uamsho wa kijiografia. Bomba Maranatha leo tunataka tutanue hema la Bwana, tusiwe hapa tu. Tusogee, twende mikoa mingine, twende maeneo mengine tukahubiri injili, twende mitaa mingine tukahubiri injili. Ikiwezekana na kupanda makanisa ya Bwana, watu wakamuone Kristo huko. Isiwe tu Kibamba, liwe Kidimu, liwe Kibaha, liwe mkoa mwingine, liwe taifa jingine. Na inawezekana. Inawezekana kwa vipi? Tukiwa na uwezo wa uamsho. Leo tuna G-Media. Watu wa mataifa wanapoenda kuona, watakapothubutu kuona nguvu ya uamsho katika hilo kanisa, hakuna haja kumhubiria injili. Yeye mwenyewe atasikia, nimeona kweli Mungu anafanya hapo. Nimeona matendo ya Mungu yanatendeka. Nimekusa, nimeona Bwana nije. Mwingine anasema nimekusa nataka kutoa sadaka yangu kwa sababu nilivyoona yale maombi nikaona kitu Mungu kafanya kwenye familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Uamsho. Bwana anataka kurudisha kanisa lake la mwanzo lenye uamsho na nguvu ya kweli ya Kristo, itembee katika hali sio ya kawaida. Kanisa lazima liongezeke kwa kuwa na matawi. Kanisa lazima liongezeke kwa kuwa na biashara. Kanisa liwe na taasisi ambazo zina kujisimamia. Sio baka kanisa likiwa na shule zake. Kwa hiyo nilifanya nikaongea na mtumishi, sio mbaya kanisa kuwa na eneo ambalo wao nasikia hii ni Gombo Maranatha. Tunasemaje? Hiki ni kijiji cha Gombo Maranatha. Yaani watumishi wa Mungu wana kijiji ambacho hicho ni cha kwao. Ukitoka hapa unapita kwa mtumishi Aroni, pale kwa mtumishi Msoro, hapa unamsalimia mtumishi Dani. Yaani ule mji wote inakuwa kile ni kijiji, inakuwa ni village ya watumishi wa Mungu. Sio mbaya. Inakuwa humo ndani. Sasa village wakati mwingine watu watakaokuja sasa, unajua wewe kuna kutembelewa, kuna watu wanaenda kuoa mataifa, wanapokuja kwenye village wanakuja kuharibu. Bwana asifiwe. Tulikuwa tuna kijiji cha Gombo Maranatha, toka hapa nikiamka asubuhi natembea naenda kumuona Gideon pale nyumbani kwake. Bwana asifiwe. Natoka naenda kwa mtumishi Aroni. Bwana asifiwe. Sasa ubaya wa hizi village ni kwamba watakapoa watu kutoka watoto wetu kwenda kuoa mataifa, sasa watachukua na kuleta hata kimawili wabadilike wao, ama watakapokuja kutuharibu, kwa sababu tutakapooa wana wao inategemea kama tunasimama vizuri na uwepo wa Mungu, utakashangaa ikaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na taasisi. Mtumishi wa Bwana anaposema tutakuwa tuna viwanda, tuna makampuni, tuna vitu vile, inatakiwa sisi wana Gombo Maranatha tunapotawala, tunaposema Mungu wetu nchi na vitu vijazavyo ni mali yake, kuna haja kubwa ya kuthubutu. Kanisa linapaswa kuishi katika uamsho. Uamsho, revival. Ionekane katika hali ambayo sio kwa kawaida. Pasipokuwa na uamsho, hapawezi kufanyika huduma inayopaswa kufanyika. Itakuwa ni huduma ya mazoea. Itakuwa ni kanisa la mazoea. Kwa nini? Hakuna tena uamsho. Kanisa lisipokuwa na uamsho linakuwa tena halina nidhamu.
Hamna nidhamu. Watu wamezoea watumishi. Mtu anazungumza na mtumishi anavyotaka. Mtu anataka anavyotaka. Anatamba na lala siku kwenye ibada. Anafanya hichi. Yaani chochote anataka kufanya anavyojisikia. Kwa sababu nini? Nidhamu hakuna. Hakuna nidhamu tena. Ukiona hivyo, ujue tayari hilo kanisa linaanza kupoteza uamsho. Nidhamu inapotea. Kwa watumishi, kwa kundi lao, kanisa linaanza kumonyoka taratibu. Kwa sababu gani? Nidhamu inaanza kupotea. Hapa mtumishi wa Bwana kana sema angalau watu wote tunapata hata angalau vazi ambalo ndio tukawa tunavaa. Inaonyesha nidhamu. Kwamba watu wana nidhamu, na mtumishi Dani kasha ameanza. Manake wanakuwa na vazi, wana sare moja ambayo mtu akitoa anasema hakika ile kanisa. Kwa wamekuja pale watumishi kutoka wale ambao wanakuja kutufundisha katika semina wamezungumza hicho. Kwamba tunashangaa kanisa hili lina nidhamu kubwa. Watu wanakuja kanisani wana madaftari, wana peni, wana kalamu, wanaandika, lakini sioni wengine wanaandika. Wanakuja na kalamu, wana peni na daftari, wanaandika kile ambacho Mungu anasema nao. Hawakuficha, walikuwa na uwezo kuonyesha. Wanaandika na peni zao, wanaandika na kalamu. Sasa mimi kanisani kwangu naona tofauti sana. Watu ni mabosi, mpaka kwaya wanataka tumeandaa kwaya ambayo itakuwa nawaimbia watu waumini wenyewe wametulia tu. Kwaya inaimba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtumishi hana, yani muumini hana majukumu ya kufanya. Nidhamu haipo tena. Kuna baadhi ya makanisa yameajiri mpaka watu wa kufanya usafi. Atakuja atapiga deki, atafanya usafi, anaondoka. Zile baraka yule mtu anayepiga deki ndo anaondoka nazo. Bwana Yesu asifiwe. Nidhamu. Watu wamejitanda ushungi. Yule mtumishi anajiuliza sema, naona watu wa mama hawajawa tu hivi hivi. Mpaka mimi nikatamani nije na mke wangu. Na baada ya mke wangu nimwambia bwana unapoenda katika ile kanisa, wewe umejitanda ushungi. Usiende tu hivi hivi. Inaonyesha hali fulani ya nidhamu. Maana ile kanisa lina watu wana nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Nisongee maneno yangu, fungua Galatia sura ya 5 mstari wa 24 na 25. Neno la Bwana linasema na hao walio wa Kristo Yesu. Maana kuna walio wa Kristo Yesu. Maana ya kuwa kanisa, maana tayari kuna walio wa Kristo ndio wamekuwa kwa pamoja wamefanyika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi katika roho na tuenende katika roho. Maana kama umesulubisha mwili hakuna haja ya kuenda kwa sawa sana matendo ya mwili. Kama kanisa lipaswa kuenda katika sawa sana matendo ya mwili bali kwa roho. Maana awe ni mtu, awe ni jengo ama mtu au taasisi fulani inayomtumikia Yesu Kristo, haipasi kuenenda katika hali ya mwili bali kwa roho takatifu peke yake. Tuishi katika roho na tuende katika roho. Tusijisifu bure tukichokozana kusudiana. Kanisa linapaswa kuishi hivyo. Sio kwa kuishi kama matendo ya mwili. Matendo ya mwili yote ni ya mazoea. Ni ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi watu wa Mungu kujadili mambo kama watu wa mataifa. Inatakiwa hekima ya Mungu ingie ndani yetu katika kutatua changamoto zetu, katika kutatua vitu vyetu wenyewe. Hatupaswi kuishi kama watu wa mataifa. Matendo ya mwili, mavazi, matendo ya mwili, tukivaa hivi hakuna shida, tukikaa hivi hakuna shida, tukivaa hivi hakuna shida. Ndipo kanisa lilipopoteza uamsho kwa matendo ya mwili. Walipoingiza ule mataifa walipoyaingiza kanisani, wakaona ni sawa. Hii muziki tunaocheza ni sawa. Haya maisha ambayo tunaishi bwana ni sawa. Kuvaa hivi, kuweka hichi ni sawa kawaida mtumishi. Kanisa likaanza kupoteza. Nidhamu inaanza kupotea hapo kwa kuishi katika matendo ya mwili. Mama mchungaji anakuja anavaa anavyotaka. Kondoo wao wanavaa wanaishi wanavyotaka. Kauli za ajabu. Sasa mtumishi mbona haina shida? Kanisa linaanza kupoteza uamsho. Linatembea katika theolojia, linatembea katika nasemaje? Hekima ya dunia hii pamoja na saikolojia. Sasa hivi kuna makanisa ya psychology yanawafundisha waumini wao kwa vitabu. Mtumishi anaandika vitabu anawafundisha namna kujikwamua kiuchumi, namna kufanya nini by psychology. Sio tena kwa neno la Mungu. Tunaishi kwa saikolojia. Tunatafsiri neno la Mungu tunavyotaka kwa maisha ya kimwili. Ila pasina Roho Mtakatifu. Kisa atakuwa itoke hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapoona tu kanisa haliwezi kumwabudu Mungu katika roho na kweli, tayari uamsho umepotea. Unapofika sawa kuabudu, huyu ana hiki, huyu ana kile, huyu abudu, huyu anapokea simu, huyu anafanya hiki, huyu anafanya kile, unaanza kuona kabisa ili kanisa halina uamsho.
halina uamsho. Halina uamsho. Mnapokuwa mnapomsifu Mungu, mnaona Roho Mtakatifu anavyotembea. Roho Mtakatifu anavyotembea. Mnaposema haleluya, mnaona Roho Mtakatifu anavyotembea. Nguvu yake inaonekana. Mnaposifu, wale kwa Ijumaa hapo waliona tulipomsifu Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea yenyewe. Watu wanena kwa lugha. Ungana kubujika. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatakiwa itembee. Kanisa linapaswa liwe na uamsho. Na ikiwa kuna pahala tujakaa vizuri, leo kwa jina la Yesu Kristo turudishe hiyo hali ya uamsho. Kanisa linatakiwa limwabudu Mungu katika roho na kweli, sio katika hali ya mazoea, ila katika roho na kweli. Na litapofanya hivyo, mtaona nguvu ya Mungu sio kwa kawaida. Mtaona matendo makuu ya Mungu ya kweli. Utakapoona hata washindwa kujitegemea wao, wanachotegemea watu wengine, tayari inaanza kupotea. Nguvu ya Mungu inaanza kuisha. Hakuna tena uamsho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutengeneze wapendwa. Tufanyaje tutengenezwe? Fungua Isaya sura 59 mstari wa pili. Isaya sura 59 kuanzia mstari wa pili. Leo wao anasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata kusikia. Hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inapoingia katika taasisi, inapoingia katika huduma, katika mambo ya Mungu, tayari uwepo wa Mungu pale unaondoka. Kanisa linakosa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linakosa nini? Uamsho. Na ndio maana tunapotubu, mfungue Isaya 57 mstari wa 15. Kuna kitu pale nataka ujifunze. Kwa nini kuwepo kwa dhambi kunasababisha kukosekana kwa uamsho? Fungua Isaya 57:15. Kuna kitu hapo utakiona. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele. Sawa. Na jina lake ni mtakatifu. Anasemaje? Anasema hivi, na kama mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu. Tena na pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wende kitabu tunasoma kila siku. Bwana hakai sehemu chafu. Dhambi inapoingia, uwepo Mungu unaondoka hapo. Mungu hapo hayupo. Mnatembea katika mazoea tu. Ila kwa neema yake, kuna ile neema ya Mungu ambayo inapita kwako, unaona bado unatembea na Mungu, lakini hiyo ni neema tu ambayo bado unatembea nayo. Lakini pale unakuja kushtuka Mungu hapo naye, inakufanya unajisahau. Unatembea katika dhambi. Anasema yeye, anasema kwa maana yeye juu aliyetukuka, ambaye akaemea, ambaye jina lake ni mtakatifu, anasema hivi, na kama mimi mahali, maana yake kuna eneo, na kama mimi mahali kwenye mwili wako, na kama mimi mahali kwenye lile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mimi mahali kwenye lile kanisa palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu. Na ndio maana kila siku tunaingia mbele za Bwana kwenye toba. Tukimwambia Bwana, tunaomba katurehemu, tunaomba Bwana tusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Uamsho. Dhambi inaweza kachochea sana kukosekana kwa uamsho. Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura 26 mstari wa 41. Neno la Bwana linasemaje? Kesheni muombe, msije mkaingia wapi? Majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili huu. Tangaza mkesha hapo. Wanakuja watu wawili, anakuja watu wachache. Ukishaanza kuona mahudhurio ya watu tu kwenye uwepo wa Mungu yanaanza kupungua mdogo mdogo, hasa kwenye ibada zinaitwa mikesha, watu hawataki, wanakimbia maombi, tayari uamsho umeshuka. Kanisa linaweza likawa lina nguvu kweli ya kiroho, lakini ndani ya watu uamsho hamna tena. Tayari nguvu ya Mungu imeshapunguka. Ukiitisha maombi, watu wanaomba excuse, watu wanaomba usa,
mtumishi leo nitakuwa nakwenda sehemu fulani, mtumishi leo nakwenda sehemu fulani. Jamani, Jumani siku ya ibada ya mkesha, mtumishi sitakuwepo, mtumishi nimebanwa na majukumu, mtumishi leo na maombi, mtumishi nina kile. Unakosa muda wa kuomba. Lakini Bwana amekwambia kesheni. Maana kukesha sio lazima usiku. Unakesha wasaa wote kutafuta uso wa Mungu. Hiyo ndio namna rahisi ya kuutunza uamsho wako. Utakapoona unaanza kupungua katika kukesha, kutafuta uso wa Mungu zaidi kwa bidii. Kazi yako ni kipaumbele kuliko Mungu. Watoto wako ni kipaumbele, mke wako ni kipaumbele kuliko Mungu, tayari unaanza kupoteza uamsho. Mpe Mungu nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wiki nzima sauti yenyewe hapa imepungua. Kukaa kwenye maombi na kutafuta uso wa Mungu zaidi. Kingine ni kukaa pia na katika kusoma neno la Mungu kwa wingi. Lekea ndani yako ili uwepo na uamsho. Ukiwa mtumishi wa Bwana na usome neno la Mungu mara kwa mara, uamsho unaanza kupungua. Hauoni tena nguvu tena ile ambayo ulikuwa nayo mwanzo. Moto ule ulianza nao mwanzo unaanza kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaanza kukwepa watumishi. Ukianza kuona na hiyo ni hali, ukimwona mtumishi Aroni huyu, yani anajua tu hapa akinisalimia ataanza kuniuliza habari za mkesha, maji tulikuwa tuna maombi. Ukishaanza kuona unakwepa hivi, tayari mtumishi Dani akishakuja hapa ataanza kuleta maombi yake. Mtumishi Fana akishafika hapa ataanza kuleta habari zake. Ukishaanza kuziona hizo, tayari uamsho umeanza kupotea ndani ya kanisa, ndani ya watu. Uamsho hawana tena. Wanataka tu pokea. No, people want that. People wanataka hicho kitu. No revival at all. People always need to receive. No revival. Hakuna tena uamsho. Bwana apewe sifa. Amina. Kolosai sura ya 3. Fungua Kolosai sura ya 3 mstari wa 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo anasisitiza neno la Mungu ikae kwetu kwa wingi. Katika nini? Katika hekima yote. Manake katika utafsiri wa neno lako Mungu, mtumishi wa Bwana, inakuhitaji uwe na hekima kubwa ya Mungu. Hekima kubwa ya uwasilishaji. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namsikia mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anaelezea kwa habari ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wengi wa Mungu leo hii, Mungu anasema nao, wanachokishindwa wao ni uwasilishaji wa ule unabii ambao Mungu ameutaka kuonesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli Mungu anasema nao kwa habari ya unabii. Kuna jambo fulani moja pita nataka ndiye nifanye kwa ajili ya utukufu wangu. Lakini mtumishi wa Mungu anashindwa kulieleza ule unabii ambao Mungu ameufunua kwake. Changamoto kubwa inapoanzia hapo. Baada ya hapo watumishi wa Mungu wanaeleza kwa upendo wao. Unasema mtumishi wa Mungu Bwana anaeleza kama ipo chama fulani. Mtumishi wa Mungu Bwana anaeleza kama ipo timu fulani, ila asimami kama Mungu alivyotaka. Unaona, anasemea upande fulani. Anasemea kwa hekima yake. Kweli Mungu amesema na yeye, anawasilishaje ule unabii wa Mungu kwa watu? Hekima ya Mungu inatakiwa sio ya kawaida. Kuna nabii mwingine ukawasilisha kwa watu ukaita migogoro. Inakuhitaji hekima kubwa ya Mungu. Na kitu kingine ni ku-apply huo unabii ambao Mungu amesema na wewe utokee. Bwana asifiwe. Kanisa la leo linasema mtumishi wa Bwana alisema kutakuwa na mauti, kutakuwa na fujo, kutakuwa na matendo haya na haya yatafanyika. Mtumishi wa Bwana alihubiri akasema kutakuwa na hichi, lakini mbona umepita? Hatujaona. Unabii sio lazima utimie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu anasema ili mtengeneze. Nitaichapa hiyo nchi, tengeneza. Alipokuja Yona akaiambia ile nchi na siku 3 mtateketeza. Je, Yona alikuwa muongo? Mungu alisema naye kwamba mtengeneze, mtubu katika hiyo nchi, na siku 3 mtaangamiza. Lakini shida leo watu wanataka kiona unabii mpaka utimie. Mbona Mungu akusema Bwana hivyo? Mbona tujaona yule mtumishi atakuwa muongo?
Mungu mbona ametuambia kwamba Mungu amesema ndani ya siku 3 kutatokea damu, kutakuwa kuna hichi kuna fujo. Mbona jambo halijatimia? Mungu alisema naye. Lakini wakati mwingine Mungu anataka mtubu ili hiyo gharika isije. Kuna watu wanaomba, kuna jambo hilo Mungu anapunguza makali hilo jambo, lakini alishasema wenda watu wasingefanya ama kuomba na kutubia katika hilo jambo lingetokea baya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuta kuna kanisa leo lisilokosa uamsho linabeza. Tujaona. Mungu akupe hekima ya uzungumzaji wako. Kuna namna ukizungumza watu wanajua ni mtumishi wa Mungu. Kuanzia kauli yako ya kwanza ya salamu. Unapomsalimia tu mtu, anajua huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Hakuna haja ya kujitangaza. Salamu tu. Muone Petro. Licha kwamba alipokuwa amekamatwa Yesu, watu walikuwa wanamsema hapa, ndio huyu. Watu waliomsikia tu. Wewe mbona hata unavyoongea mbona uko miongoni mwao? Wewe ni miongoni mwake, mimi hata simjui. Kuna namna ambavyo kikaa vizuri na Yesu, taanza wataanza kukuona tofauti kuanzia salamu na kuongea kwako. Pange sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe hekima katika matamshi, Mungu akupe hekima katika uwasilishaji wa hoja zako na utafsiri wema wa neno la Mungu. Akikupa hiyo hekima, Mungu atakutumia kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania sura ya 10 mstari wa 25. Hili ndio changamoto wa kanisa la leo. Kanisa ambalo limekosa uamsho. Tunapitia hapa kwenye Waibrania 10:25. Mwenye pumzi mmoja ambaye anatupa safari moja kwenda mbinguni anaweza kaipata isome. Waibrania sura ya 10 mstari wa 25. Neno la Bwana linasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Iko hivi, Mungu yeye, watu wengi wanalitumia neno lake, wengine wakimkashifu, wengine wakisema neno la Bwana kwa namna ya ovyo. Lakini heshima ya Bwana inakuja kwa sababu ya kutimiza nini? Ahadi. Bwana ni mwaminifu kwenye ahadi. Kama amesema atakubarikia, dai. Alikuja mtumishi wa Bwana pale kwenye semina akasema, mimi ninadai. Anamwambia Bwana, umesema kwenye neno lako ya kwamba atakuwa kichwa na watoto watafanikiwa. Umesema kwa Kutoka sura 28 utabariki kapu letu la kukandia unga, utatubarikia mashambani na mijini. Bwana, mbona naishi hivi? Unadai mbele za Bwana. Kanisa linatakiwa lidai. Bwana, mbona leo tupo hivi GMC? Kwa nini tumekwama wapi? Bwana ahadi zake kama ameliahidia kanisa kulipa, mtapewa, lakini ipo gharama. Bwana Yesu asifiwe. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Kama Bwana ameahidi, basi atakutimizia. Kama ameahidi chochote ambacho amekiahidi katika neno lake, atakutimizia. Wewe endelea kudai. Mwambie Bwana, endelea kudai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea kusema, tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Tuhimizane tukiangaliana. Tumishi umeanguka, mimi nakuinua. Tunazidi kutiana moyo, kupiana maneno ya faraja na baraka, sio kuhusudiana. Kanisa lolote ambalo lina uamsho na nguvu ya kweli ya Mungu inatembea katika hivi vitu. Inaishi katika upendo. Watu wanaangaliana, wanatiana moyo katika kazi, nasaidizana. Bwana asifiwe. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Walipoeli watatu na mimi nipo katikati yao. Mathayo 18:19. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tusiache kukutanika. Na ndio maana tunakuja Jumapili. Tumishi, mimi nikasoma nyumbani, nikaabudu nyumbani. Kwani kuna shida gani? Kuna haja kuja kanisani? Hapa ndo kuna madhabahu baba. Hapa ndo unapoomba mambo yako yanakwenda, sio kwamba nyumbani Mungu akusikii. Tunakuja kanisani tukumbushane, my friend, wapi hatujakaa sawa. Tutengeneze. Ukiwa nyumbani utajiona peke yako ni mkamilifu. Unapokuja kanisani, Roho wa Mungu anaposema na sisi kuna haja ya kutengeneza, ndio maana tunakuja tukikusanyika, tunakumbushana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukumbushwa majukumu yako.
kuelekezana na kuonyana pale unapotakiwa kukaa sawa. Kama ni desturi wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Bali tuonyane, hatutaki kuonywa. Tukionywa yule mtumishi mbaya. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inafanyaje, inakaribia. Yule mtumishi ana roho mbaya. Sasa anasemaje pale madhabahuni? Ananeneaje hivyo? Watu wataki kuonywa tena. Watu wataki kuambiwa ukweli. Kimwambia ukweli watu wananuna. Ibada ya leo ilikuwa mimi tu. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwa na mtumishi Dani kana mwambiaje? Unapoona mtu yoyote anakusema sana, huyo mtu anakupenda kuliko asipokusema. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hupati maneno katika kazi yako yote unayoifanya, Bwana Yesu asifiwe, hakuna mtu hajajitokeza hata mmoja kukosoa. Kana TV nikimwona mtu hata mmoja kakosoa au kaeka nini pale, kaeka caption hata neno chini, nasema hakika Bwana ninakushukuru. Kweli kazi yangu inaonekana ni njema. Mtu ka comment pale. Unajua kazi ambayo ikiwa mbovu, hata mtu akija kwambia sasa ndio umependeza nini hivi, huyo mtu kaona namna ulivyovaa upo vizuri, na ndio maana anakuna sasa hapo umevaaje, umependeza, unajua umependeza mwenyewe, hujamuuliza lakini unaona tukashajitamkisha kwa ndio umevaa hivyo, umependeza nini. Ukishaona hivyo jua upo vizuri. Ukiona watu muda wote wanasema kwa ajili yako, wanadina kwa ajili yako, wewe ndio watu wao wanakupenda sana. Mtu ambaye akupendi anakuacha upotee. Fahamiwa nini? Mwache aende zake, atajua mwenyewe na mambo yake. Kwani mimi baba yake au mimi mama yake au mimi nani yake? Hatajua mwenyewe. Lakini mtu anakupenda na kukosoa kila siku. Tengeneza hapa, tengeneza hapa, tengeneza hapa, tengeneza hapa, tengeneza, tengeneza hapa. Japokuwa ukisoma pale leo tunasoma leo Mithali sura 23, usimnyime mwanao mapigo. Hasa sisi huko hakuna mapigo, namwambia tu Bwana shughulika naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachapana tena, lakini maandika huko mtu akiwa mkaidi unamwambia. Lakini sio pale kwenye Tito imezilisha vizuri, tukionyana. Tufungue Tito. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niguse kidogo ili nifufunue hapa. Fungua injili ya Tito tuone. Kuna kitu pale kizuri. Tito sura ya 3 anzia mstari wa 10. Tito sura ya 3 anzia mstari wa 10. Kwa kitu kizuri Mungu pale anataka kusema na sisi. Anasema mtu aliye mzushi baada ya kumoja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu mfanyaje? Karisi, mfanyaje? Umemoja mara ya kwanza, mara ya pili, akasemaje? Mkatae. Lakini kwa upendo atabadilika. Atajirekebisha. People change. Watu wanabadilika, atabadilika. Lakini mmoja mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu mkatae wewe. Lakini tunatembea katika upendo. Sasa sisi hatukokatai. Sisi tunamwambia Bwana, wewe wajua. Ikiwa ni mapenzi yako yakatimizwe, ikiwa ni mapenzi ya adui yakafe kwa huyo mtu, Bwana roho yake ipate kwenda mbinguni. Ikiwa kuna uadui uondoke, huyo mtu afanyike tena kiumbe kipya. Bwana ambadilishe, amtengeneze awe katika njia sawa. Bwana asifiwe. Utumishi ni moja kati ya njia ambayo inakufanya, sijui kwa nini nakomaa hapa. Nafikiri kuna kitu ambacho Mungu anataka kusema na sisi. Neno la Mungu lipo ni kubwa sana, lakini sijui kwa nini nabaki hapa. Ni kwamba utumishi ni more than your appearance. Ni zaidi ya uonekano wako unavyokuwa. Na ndio maana kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wanavaa zile kola na mavazi yale. Huwezi kukuta zile kola zina mkato au muonekano tofauti, walishategeza style ya muonekano wa mavazi ambayo anatakiwa avae askofu, mchungaji, mtumishi, nabii. Muonekano ambao utawadentify, utawaonesha kwamba wao ni watumishi wa Mungu. Muonekano. Ndio maana sisi kanisa tunataka tuwe na muonekano ambao ni sare, sio ulimbukeni. Ukiuchange muonekano ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la 3 sababisha soma Malaki sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 10. Jana ni hivyo yani shida ni hivi vitu tunavijua watumishi wa Mungu. Tunasema kila panapoitwa leo, lakini watu hawataki kubadilika. Kwa nini tunasema tunamuibia Bwana? Bwana Mungu wa majeshi anaibiwa kwa sababu anakuwezesha na kukubarikia, lakini sehemu ya 10 unaiweka tumboni. Unashiriki kwenye mambo yako. Mimi nawaambia watu kwamba akija sehemu ya 10 unamtolea Kristo, uamsho unapungua my friend.
baraka haziji. Kuna mtu anamwambia, anakaa kwenye maombi kila siku, Januari mpaka tu Disemba, yupo kwenye maombi tu. Anamwambia Bwana, umesema kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1 hadi 25, Bwana utanibarikia, Bwana utaniinua. Ili ufanikiwe, ili uvuke, kuna mchakato unatakiwa upitie. Hamjui siku, saa wala dakika taa yako itakuwa na mafuta, ama na nyendo mtakuwa mtaishiwa mafuta. Bwana Yesu atakapokuja kulitoa kanisa lake, kanisa lako litakuwa lipo kwenye mafuta, litakuwa linawaka. Bwana Yesu asifiwe. Taa ya kanisa lako itakuwa inawaka ama imezima. Unajua mmeenda kutafuta mafuta, mmeenda kutafuta maji, mmeenda kutafuta manilio, mnasemaje, mambo ya upako, ama itakuta kwenye nini? Bwana asifiwe. Taa itakuwa inawaka, uamsho. Kristo ataporudi atakuta kanisa lake kweli lipo katika, limesimama kama vile lilivyo na vitakiwa lisimame katika njia, ama itakuwa limekaa katika hali ya kulegalega, itakuwa lina tena msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Itafakari. Naomba Roho Mtakatifu naye akusaidie kuweza kuelewa. Je, wewe upo katika wale maliwali watano wapumbavu, ama upo katika wale maliwali watano wenye hekima? Upo wapi? Kanisa linatembea kwenye mazoea tu. Tumemzoea yule mtumishi, si kijana mwenzangu, si fulani. Tunaenda kanisani, tutaenda kusali, tutaondoka. Tunaenda kukutana na mtumishi gani? Fulani, wewe twende tu. Na sisi tukajihudhurisha, tunaonekana tunaondoka. Na sisi hatujui kama tupo kundi nao moja, kumbe haupo. Pita kwenye mazoea, hamna uamsho. Nguvu ya Mungu ndio maana itembei. Unaonekana bwana kanisa lipo kawaida, kumbe watu ndani yao hawapokei. Mtumishi mmoja kana anasema kule, nguvu ya Mungu inashuka nyingi sana, lakini watu hawapokei. Kwa nini? Uamsho unakufa ndani ya watu. Watu wenyewe wanakosa uamsho kwa sababu gani? Dhambi inakuwa imeingia ndani yao, wasi umeingia ndani yao. Na ndio maana inapoteza hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawataki kusema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ama vitu vigumu. Fungua Luka sura 18 mstari wa 8. Neno Bwana linasemaje? Na Mungu je, tuanze 7. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nasemaje? Nawaambia mtawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Je, atakapokuja mwana wa Adamu kulitoa kanisa lake, ndo anakuja sasa hivi, atakuta uamsho ndani yako? Imani yako umesimama nayo? Wokovu wako umesimama nao? Au bado upo kwenye mazoea? Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Hao ndio watapatiwa haki, wateule pekee. Njia inaelekea upotevuni ni pana. Wanaoiona ile njia ya kweli na uzima ni wachache. Upo miongoni mwao, umejaa na uamsho, ama utakuwa left behind, utaachwa. Tupo kwenye nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Ndio maana mnaona hata haya majanga, mtaanza kuona matetesi ya vita, mtaona fujo ndani yako. Bado tuendelea kumshika Bwana? Utaishi katika uamsho wako, ama tangu ulivyobatizwa ukasema nimemkiri basi kutoka Bwana kwa maisha yangu, wokovu wako kaishia pale, ukatembea katika hali ya mazoea? Tupo kwenye ibada, wapendwa, tuwe serious. Kuna wakati Roho Mtakatifu anataka kupita mwenyewe akahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Atakukuta kwenye uamsho wako. Ukijiona unaenda kanisani kwa sababu unataka kumuona mtumishi fulani, umepoteza. Ukijiona kanisani kwa sababu unampata mtu na sio Kristo, umepoteza. Tayari umeshaanza kupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza unapaswa utubu katika maisha yako. Tubu. Mwambie Bwana, naomba rehema. Sijatembea katika njia zako, ndio maana uamsho kwangu umepungua. Neno la Mungu linapoenda linaambatana na ishara, lakini nashangaa naponitamka sioni ishara. Uamsho umepungua ndani yangu. Sioni tena. Kuna mahali Bwana alianza kunitumia, lakini anza kuona ghafla mambo yanabadilika. Adui kuna pahala amekuwahi. Mwambie Bwana karejeshe tena uamsho, ukafanyike tena ndani yako. Uwe na kiu ya kutafuta uso wake, kumrejea yeye, kutaka kumjua zaidi. Kanisa leo linauliza hapo kanisani mpo wangapi? Ndio nije kanisani.
mpo wawili, mpo watatu, mmeshafika wangapi hapo? Mwingine anapiga simu kukusakaziana, leo utakuwepo fulani enda fulani. Kazi napata ulio na utii. Inatii hivyo tumishi wa Mungu. Hawe ni mdogo, hawe ni mkubwa, mtii kiongozi wako, mtii. Kwa nini? Atatoa hesabu huyo. Mheshimu. Hiyo umemzidi elimu, umemzidi fedha, umemzidi hekima dunia hii, lakini mheshimu. Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu kaweka ndani yake. Mheshimu. Ulichonacho mimi sina, na mimi nilichonacho huna. Maisha ni kama vidole, tunashika kutegemeana. Ili uamsho utimie, kuna haja kubwa kuishi katika hali ya kutegemeana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahala unaweza usikae vizuri, unaweza kushirikisha ndugu yangu hapa tunafanyaje? Sio kwamba unashinda kutatua mwenyewe, lakini unaona heri tufanye, sisi ni kanisa, hii ni taasisi, unafanya kwa pamoja ili mshirikiane. Kwa kuna utii, kwa kuna imani na kuomba bila kukoma. Maombi ni mara chache sana kuona kanisani mtu anakuja naomba peke yake. Yaani kesho Jumatatu. Lakini nani ambaye atathubutu hata ile Jumatatu? Atatenga angalau saa moja, sema mimi nitaenda kanisani, nitakaa pale magotini mwa Bwana, nitaenda kutafuta uso wa Mungu. Tumishi tunaomba nyumbani. Kumbuka hapa ndo kuna madhabahu ya Bwana Yesu Kristo. Ni kweli nyumbani kwako unaweza kuwa na madhabahu yako ambao unaitolea sadaka, sawa. Lakini ipo madhabahu kuu ambao ni hapa, unakuja madhabahuni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja mlimani kwa Bwana. Na ndio maana tunakusanyika. Walipo watatu mimi katikati yao, unakuja katika kanisa kuja kutafuta uso wa Mungu pamoja na watumishi wake. Zamani kulikuwa kuna nini mnahitaji? Kwanza kulianza kuwa na hema, baadaye kuna mahekalu. Watu wanaenda pale. Kulikuwa kuna makuhani. Lakini leo hii kila mmoja afanyika kuwa kuhani wa Bwana Yesu Kristo. Kuhani wa Bwana, kuhani wa kifalme. Unakuja mbele za Bwana, unapiga goti, hata kama upo peke yako, hata kama upo mtu mmoja. Hata kama umuone hapa mtumishi Dani upo kwenye harakati zake, wewe njoo, unaweza kama umekuta pamefungwa. Kaa hapo nje, mwambie Bwana, najua upo mahali hapa, nimekuja katika hema lako. Nimekuja kuomba, naomba Bwana Yesu Kristo ukafanye. Naombea watumishi wako, Wagombo Maranatha. Naombea kanisa lako, naombea tenda kazi wako. Ninaombea huduma hii, naombea kanisa hili, naombea mipango ya mikakati yote. Ninaombea Bwana, naomba kanifanikishe. Unapoombea wengine ndipo Mungu anapokuja kunyosha mkono kwako. Lakini kama ombei wengine wanajiombea wewe tu, usitegemee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kafanya uamsho kwako. Fungua Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Fungua Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Neno la Bwana linanenaje? Inasemaje wapendwa? Inasema kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa nini? Utu wapendwa. Utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Utu wako wa nje uchakae, lakini wa ndani ufanye upya. Ukiwa na uamsho unatengenezwa utu wako wa ndani. Utu ila wa nje hata uchakae, ila wa ndani ufanye upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana dhiki yetu nyepesi, nasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Msiviangalie vile vinavyoonekana. Visivyoonekana ni vya milele, ufalme wa Mungu pekee wapendwa. Ukatazi kufanya kazi, ukatazi kufanya mambo yako, lakini kipaumbele chako wewe ni nani? Ni Kristo. Nazungumza kwa uchungu sana na kanisa. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Lakini kama itaingia huko itatokea kule, ni bure. Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Utoke katika haya mazoea.
Juma hapa Roho Mtakatifu aliinuka hapa. Mama mmoja kana nena kwa lugha. Kumtafuta Mungu tena akupo. Watu wamezoea sana watumishi, watu wamezoea sana kanisa. Watu wamezoea ibada ya mkesha, watu wanakuja kulala. Umezoea. Utasemeza huko ndani watu wanalala nje. Mtumishi wa Bwana kuja anashuhudia sema, tunaona tumepokea sana mtumishi. Neno la Bwana lilikuwa faraja. Watu wa ndani wamelala, hawapokei tena. La nje unasikia tumepokea, neno la Bwana limetufungua, limetuuisha tena. Limetuonyesha tumekaa vizuri. Lakini wa watu ndani mwake hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Leo tutaka niseme, lakini nasema kwa sababu tutakuja mbeleni nitakuja kulizungumza. Vile ambavyo vinaonekana ni kweli ni vya kwetu. Lakini pendeni vile ambavyo havionekani kwa sababu ndio vyenye uzima wa milele. Mtafute Mungu zaidi. Muombe Mungu zaidi na kujua mapenzi yake na kuyaishi. Hilo tutaona. Fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Anzia mstari wa 15 hadi 17. Kuna kitu hapo waga kinazungumzwa sana. Neno fulani ambalo wengi tumelizoea na tumeshalijua, tumeliona la kawaida tu. Ufunuo sura ya 3. Sura ya 15 hadi 17. Neno la Bwana linasemaje? Linasema naanzia 14. Na kwa kanisa na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitaabisha wala sina haja na kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye shaka, Bwana asifiwe, na maskini na mpofu na kipofu na uchi. Bwana anajua matendo yako. Kila mmoja wetu Bwana anajua matendo yake. Unasema mimi nipo moto, kumbe baridi tu. Na mimi nasema mimi ni baridi, kumbe ni moto. Bwana asifiwe. Lakini wengi ni vuguvugu. Wengi ni vuguvugu. Kwa Mungu tunajifanya tupo, kwa shetani tupo. Kwa Mungu tunafanya tupo, ni shetani tupo. Kwa Mungu tunafanya, yani tupo vuguvugu, tupo dilema. Unakoje mtumishi wa Mungu afupo dilema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dilema ni neno la Kiingereza. Inamaanisha upo njia panda. Bwana asifiwe. Yani upo dilema. Upo njia panda. Una maamuzi sahihi ya kuyatoa. So unakuwa upo dilema. Upo njia panda. Niende huku, nibaki huku. Niende huku, nibaki huku. Uamsho. Ukiwa na uamsho unajitambua na utajua huduma yako ni ipi, na ukishajua huduma yako itumie. Kila mtu mndani anajua huduma yake. Hiyo itumie. Mtumishi wa Bwana alisema hapa kwenye mkesha, kama huduma yako wewe ni kufanya usafi, ndio huduma yako hiyo. Kama huduma yako wewe ni kuandaa chakula kwa ajili ya watumishi, ndio huduma yako. Huduma yangu mimi itakuwa kwa ajili ya kuhakikisha nyumba ya Bwana inakuwa safi masaa yote, ni huduma yako.